Bwana Yesu asifiwe sana, marafiki zangu wapendwa, watu wa Injili, wapelelezi wa Bwana wa ndani, majazuzi wa Yehova, watu wenye ngazi za juu, manabii wa Yehova, mitume wa Bwana, walimu wa Injili, wainjilisti wote, maaskofu wa Bwana. Ningependa kuwajulisha ya kwamba Bwana ni mwema siku zote na yupo ndani yetu. Anazidi kutuongoza na kuendelea kutupa neema zaidi. Ndio sababu mimi na wewe hapa tumeweza kukutana ili tuweze kuzungumza kama watoto wa mfalme. Basi, kama jinsi tulivyo watoto wa mfalme waliobarikiwa, leo katika siku ya leo tunakwenda kujifundisha maandiko matakatifu kutoka kwa kitabu cha mfalme ama kitabu cha mwana wa mfalme, kitabu cha Mhubiri. Mhubiri akiwa ni sura ya 5. Tutaanza na ule mstari wa 4. Tunakwenda kuzungumzia kuhusu nadhiri. Naomba unipe muda wako kwa ajili ya dakika 2-3, ama kizidi sana dakika 10, angalau uweze kujifundisha kitu kidogo hapa, mimi na wewe. Labda kuna jambo ambalo linafanyika vibaya ndani ya maisha yako, na kumbe hilo jambo kufanyika hivyo ni wewe mwenyewe unayetaka hilo jambo liweze kufanyika. Labda kuna jambo ambalo uliweza kulifanya hapo awali, ndio kwa sababu linaweza kukusababishia wewe basi usiwe na mipango zako vizuri kwa Mwenyezi Mungu. Basi mpendwa wangu, kwa ajili ya siku kuu ya leo, nahitaji tuwasiliane na wewe moja kwa moja kutokana na haya maandiko matakatifu ambayo yametiririshwa na Roho Mtakatifu. Basi nahitaji nikupashe huu ujumbe kwa njia ya haki, tena njia iliyo stadi kabisa, ila nazidi sana kumwomba Roho wa Mungu apate kuniongoza. Maanake mimi sihitaji kuyasema yatokaye ndani yangu, kwa kuwa nikikwambia yatokaye ndani ya moyo wangu yatakupotosha. Utapotea kabisa, utakosa mwelekeo wote, hautaona mbele, utakuwa kipofu. Lolote utakaloliona kuwa ni sawa, lakini kumbe kwenye maji ya kiroho ni kipotofu kabisa unachokitazama. Basi moja kwa moja tuvuke kwenye maandiko matakatifu. Karibu katika shule yetu takatifu ya kiroho. Hii ndio shule yenye upendo. Shule yetu ni ya kiroho na tunajifundisha kiroho. Basi hii siyo shule ya duniani, ila ni shule ya mbinguni kwa wale watakaoweza kuifuatilia kwa uhaki kabisa. Basi na kukaribisha katika mviringo wa kiroho ili tupate kuelezana mawili matatu, tukiwa mimi na wewe hapa. Moja kwa moja tuzame kwenye maandiko yetu matakatifu ya siku ya leo. Kitabu cha Mhubiri sura ni ya 5, mstari ukiwa ni wa 4. Tunaanzia pale. Biblia takatifu inatuambiaje? Inasema ya kwamba basi wewe ukiwekea Mungu nadhiri, usikawie kuiondoa, kwa kuwa yeye hawi radhi na wapumbavu. Basi uiondoe hiyo ulioiweka nadhiri. Ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuiweka usiondoe. Basi usikiache kinywa chako kukosesha mwili wako, wala usiseme mbele ya huyo malaika ya kwamba umepitiliwa, kwani Mungu akukasirikie sauti yako, Mungu akukasirikia sauti yako na kuiharibu kazi ya mikono yako. Basi mpendwa wangu, leo tunataka tuweze kujifundisha neno takatifu kuhusu kuiweka nadhiri. Kuna watu ambao wanaiweka nadhiri na Mwenyezi Mungu, lakini wanakosa kuiondoa, wanakosa kuitengeneza, wanakosa kuiweka dhabiti. Ndio kwa sababu wengi wao sana wanaaibika, wengi wao wanapotea. Wengi wetu tunachanganyikiwa kimaisha, tunachanganyikiwa kikazi. Hata wengi wetu hatuwezi kusimamisha vitu vikasimama vikawa hodari. Ukifungua biashara haziwezi zikaenea popote, maana ulipoiweka nadhiri ukasema ya kwamba mimi mkataba wangu na Mwenyezi Mungu utakuwa ni huu, ama labda mimi kwenye madhabahu nitaweka hili, nitaweka hili, ama mipango zangu katika familia yangu nitaweka hili, nitaweka hili, na hii yote labda ukaisimamisha ukiwa na Mwenyezi Mungu. Basi baada ya hapo hakuna lolote unaloweza kulifanya. Kwa sababu gani? Umesha yaona ya kwamba yote unayafanya yapo sawa kabisa machoni pako. Ndio kwa sababu siku zote watu wengi hupotea kwa kutokuelewa. Watu wengi huchanganyikiwa kwa kutokuelewa, kwa sababu siku zote wanapozidi kuzungumza maneno ya kupumbavu machoni pa wengine,
Yaani wakati wewe unazungumza maneno ya heshima machoni pa wengine, unatarajia kwamba unazungumza maneno ya heshima, kumbe maneno unayazungumza ni maneno ya kipuuzi. Kwa hivyo mambo unayoyafanya hayampendezi Muumba wako, na ndio sababu siku zote Mwenyezi Mungu amebaki kuwakasirikia watu wa namna kama hiyo. Ukiyaona maisha yako hayaendi vizuri sana, basi tambua ya kwamba kuna jinsi usivyofanya vizuri. Ukiyaona mipango zako haziendi vizuri, ndoa yako haiendi salama, watoto hawaendi salama shuleni, hawakai salama, hawakai kwa upendo, uelewani na majirani, uelewani na watu pale kanisani, basi tambua ya kwamba kuna kile unachokifanya pale kanisani akimpendeze Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tambua ya kwamba mpendo wangu, kwa ile nadhiri uliyoiweka na Yehova, nadhiri uliyoiweka na madhabahu, nadhiri uliyoiweka na mama yako ama na baba yako ama na watoto wako ama na mke wako ama na mume wako, unapaswa kuhakikisha ya kwamba umeshaiondoa, kwa sababu kile kitu ni sawa na kile kitu ulichokiweka ndani ya moyo wako, na baada ya kukiweka ndani ya moyo wako, hiki kitu kinakusumbua siku zote, hiki kitu kinakupa matatizo kila wakati. Ndio kwa sababu huwezi ukafanikiwa wala kujaliwa, ni kwa sababu ya kile kitu ambacho ulichokuwa umekiweka ya kwamba utakwenda kukitimiza, na hicho kitu umekawia kukitimiza. Basi ni vizuri sana uweze kukitimiza. Unapotoa ahadi, usitoe ahadi za uongo, manake zitakupotosha, zitakuweka vibaya, zitakuumiza kwenye akili zako. Utaishi kwenye maisha ya kuteseka kwa kukosa kuelewa ni jambo lipi ambalo linaendelea katika maisha yako. Utaishi kusema ya kwamba umerogwa na kumbe hujarogwa. Utaishi kusema ya kwamba nimeonewa na kumbe hujaonewa. Useme ya kwamba ninaishi juu ya laana ya baba yangu, laana ya mjomba, laana ya shangazi. Kumbe hapana, laana ni wewe mwenyewe unajitakia, laana ni wewe mwenyewe kujiamulia. Basi unapotoa nadhiri ama ahadi yoyote, toa ahadi ambayo una uhakika nayo ya kwamba utaweza kuitekeleza. Usije ukatoa ahadi ambayo itakuja kukuumiza baadaye. Usitoe ahadi ambayo itakuja kukuuza. Usitoe ahadi ambayo itakuja kukuteza kwenye maisha yako. Hapana, jiangalie kwanza, jipime kwanza, uone ya kwamba utafikia wapi. Basi ukiona ya kwamba utafikia hapa, tambua ya kwamba muda wako umeshakamilika mbele za Mwenyezi Mungu. Unasubiriwa na Mwenyezi Mungu kukitimiza kile ulichokihitaji. Unahitaji sana mapenzi yako yatimizwe na Mwenyezi Mungu, na wewe ya Mwenyezi Mungu hutaki kuyatimiza. Je, Mungu atawezaje kukushughulikia wewe wakati wewe huwezi kumshughulikia yeye? Muda wote, hata kuchukua muda kufika pale kanisani, unachukua muda mrefu sana kufika pale kanisani, lakini Mungu anachukua muda mrefu sana kukulinda wewe usiku na mchana. Anazidi kukuongoza barabarani popote uendapo, anazidi kukulinda na kukutunza. Umelala usingizi kabisa, umekufa nusu, lakini Bwana yuko kwa ajili ya kukutunza. Lakini wewe mwenyewe haupo kwa ajili ya kutunza sheria zake, haupo kwa ajili ya kutunza kazi yake, haupo kwa ajili ya kutunza neno lake. Je, hivi unataka Bwana akutendee mema siku zote hadi wakati gani? Nataka nikuelezea kwamba mpendo wangu, siku zote kuwa mwangalifu sana na ujue kwamba Bwana yupo kwa ajili yako na anazidi kukusubiria. Sio ya kwamba Mwenyezi Mungu yuko mbali sana na wewe. Anakupa muda uendelee kuteseka, anakupa muda uendelee kuhangaika, anakupa muda uendelee kukosa kazi, uendelee kukosa maisha mazuri, uendelee kukosa biashara, ndiposa uweze kujiuliza ni wapi umekosea. Ukisha kugundua makosa yako, basi mrudie Mola wako, mrudie Muumba wako kwa upendo, kwa furaha, kwa unyenyekevu, na yeye atakurejesha mahali ambapo anahitaji kukuweka. Tambua ya kwamba kila mtu unayemwona duniani amesimama kwa ajili yako. Kila yule unayemwona duniani amesimama kwa ajili ya mali zako. Wale ambao wanawachukia siku zote na kuwakechei kila wakati katika maisha yako, tambua ya kwamba hao ndio waliobeba mali yako. Kuna watu wamebeba umaarufu wako. Kuna watu wametuma kwa ajili ya kukufundisha kuhubiri. Watu wametuma kwa ajili ya kukufundisha kuimba. Watu wameumbwa ama wametumwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watoto wako watasoma namna gani, watakulaje, watakaa namna gani. Basi unahitaji kuwa unyenyekevu kwa kila mtu na usimdharau mtu yoyote, kwa sababu Mungu amemtuma yule mtu kwa maisha yako kwa ajili ya kuyaokoa maisha yako, watoto wako, familia yako, kazi yako, mke wako, mume wako, jamii yako yote. Chochote unachokihitaji, yule mtu ametuma kwa maisha yako kwa ajili ya kukiokoa. Basi tambua ya kwamba upo kwenye kipindi cha majaribio. Bwana wa mbinguni akubariki na aweze kukutia nguvu. Uwe salama. Bwana wa milele akubariki. Huyu ni mwalimu wa Injili Luka Sefania. Tupatane tena wakati mwingine. Shalom.